بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول وإسلام خطبة عنواني تهدي إن شاء الله دكتان وبكسابني تفسيري قدري أو وزوانه. عنوان خطبة له لكوا كوكيناي. إيش كان عبد الله؟ كنز لا يفنى. hazina almuhimu kukinai mtu kama anayo kukinai manake anayo hazina ambaye hawezi kuisha, yani kukinai maisha yako hii Allah amekupa ni kitu muhimu sana. Alqanaa kanzun la yafna, kuridhika. Kinai kiridhika si kitu moja tu jamani. Kukinai si unajua wenyewe Swahili, uridhike. Sasa Allah Subhanahu yeye anagawa kila kitu riziki, amepanga yeye. Imana katika mwisho khutba yangu nimetaja aya katika sura Ash-Shura. Nimetaja aya moja, ni aya muhimu sana hii kila Muislamu ajue. Allah anasema Subhanahu wa Ta'ala, Allah yeye anapanga riziki ya watu. Yeye anapanga riziki ya watu. Wala basta Allahu rizqa, kama Allah atamba riziki watu pana, kila mmoja riziki ameshiba, kila mmoja ameshiba, watu wote tajiri. La baghaw fil ardh, asema tabia binadamu atafanya fisadi, ataanza jauri, atavuka mipaka katika ardhi. Nani anasema hivi? Mimi? Sio Mungu? Sio yeye ametumba sisi? Allah anasema kama riziki tunamwachia watu pana, watu wataanza fisadi katika ardhi. Ni kweli. Watu wengine unaona wakati uko maskini pole, shabata hela jauri. Si wapo watu, sio wote, baadhi ya watu wapo. Sana sema Mungu kama atatoa riziki watu wote, watu wengine watafanya fisadi katika ardhi, watavuka mipaka. Lakini Mungu yukadiru al-arzaqa bihikma. Allah Subhanahu wa naam, Mungu anasema ولو بسط الله رزق العباد لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. Allah anashusha riziki jinsi ambaye kiasi anataka yeye atakupa, sio yote. Yeye anakujua. Na mtu hatoki duniani hapa mpaka riziki yake yote kama Allah amekuandikia. Wakati uko tumbo ya mamako una siku 120 mwezi minne, Allah anamtuma malaika wawili watakupuliza roho, utakuwa binadamu tumbo ya mama, kisha watandika riziki yako. Tani ngapi chakula utakula, pumzi gani dunia utaishi utavuta, lita ngapi maji utakunywa mpaka ufe, yote Allah ameandika. Huwezi kuvuka hivi. Usitafute riziki kwa njia haramu. Riziki imepanga Allah Subhanahu. Mungu anasema Mungu anashusha kwa kadiri yeye anataka yeye, liana Mungu khabir basir, anajua binadamu ilivyo. Mtume صلى الله عليه وسلم katika hadithi sahihi anasema, ndugu zangu, mmoja wenu Muislamu usiangalie mtu yuko juu yako, angalia yuko mtu chini yako. Kivipi? Allah amekupa riziki, wewe unapata kula, unalipa kila kitu, alhamdulillah. Usiangalie mtu Allah kamba utajiri kubwa, utadharau neema amekupa Mungu. Lakini angalia mtu wewe uko chini yako dhaifu. Kama wewe unakula mara 3, yuko mtu hata mara moja abati, sio wapo? Angalia hivi, ulinge wewe nafsi yako na hii, sema alhamdulillah Mungu amenipa mimi neema. Sasa angalia mtu yuko chini yake. Hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, انظروا الى من هو asfala minkum. Yuko siku moja ulama wanataja, yuko mtu alikuwa anamiliki karanga tu. Unajua karanga. Hasa mimi sina bahati, karanga ni chakula, sibati ubwabwa, sibati ugali, sibati nyama, sibati chakula kingine, ukaranga tu. Bora ikaranga kidogo nimalizie, aingie bahari ajuue yeye, ajuue nafsi yake, aingie bahari mpaka azame afe. Anaona maisha yake ni hana maisha. Kwa nini? Ana karanga tu. Wakati anaenda baharini anataka amalizie karanga 2-3 katika mkono wake, yeye anatoa ganda ya karanga, anatupa nyuma, anakuna ile minyewe. Anasikia mtu kwa nyuma yake anajikota ile
maganda ya karanga anashukuru. Wewe nani? Asa mimi bana sema chakula siku kadha. Leo nipata ganda ya karanga nashukuru. Jamaa kapiga break. Huyu jamaa ganda karanga anashukuru. Mimi mwenyewe na karanga yenyewe naona hali yangu mbaya, karudi kwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Uzanguni riziki anapanga Allah Subhanahu wa ta'ala. Angalia mtu, kama utaangalia mtu yuko chini yako, utashukuru neema unayo wewe. Na kitu kingine lazima ujue vizuri, Allah hawezi kukamba kila mtu neema yote. Huyu tajiri ana sukari, wewe maskini una chochote, kila kitu unakula. Allah anagawa hiyo neema yake. Hakuna mtu ataamba mtu kila kitu. Allah Subhanahu wa ta'ala ni hikma yake. Afya ni neema. Na mtume katika hadithi anasema utajiri sio unayo mali nyingi, utajiri ni ukinai uridhike. Sasa ndugu zangu Waislamu, khutba yangu ilikuwa madhumuni yake ni hivi, na binadamu wana kipimo fulani ambayo sio sahihi. Binadamu sisi tuna mizani kwa Allah sio sahihi. Allah kama mtu kama mtihani kamfinya riziki yake, wasema Mungu hampendi. Yoyote Allah Subhanahu wa ta'ala kamba riziki na mali, wanaamini huyu bana Mungu anampenda huyu. Kwani sio kweli? Mizani ya Allah sio hivi. Wa amal insanu idha mabtalahu rabbuhu ibtalahu, kama imtihani faqadara alayhi rizqu dayaqa alayhi rizqu, riziki yake ifinywa fayaqul rabbi ahana, sema Mungu amenidhalilisha mimi, amenichukia mimi. Mungu asema hapana, sio hivi. Kama ni mizani ya Allah ni hela, kwani Mtume asema alikuwa ni tajiri jamani? Maana watu wengine hapa maneno yangu watafahamu vibaya. Sheikh Abdul Qadir amekataa leo mtu asingaike biashara. Ingaika biashara, tafuta biashara, tafuta jinsi ya kuishi vizuri, tafuta kupata hela kwa njia halal. Maksudi yangu ni hivi, sio Mungu riziki anapanga Allah, sio hivi. Riziki anapanga Allah, lakini wewe lazima utafute njia halali sababu. Lakini ile Mungu amekupa ile, wewe unaona kidogo, yuko watu wao wanakuona tajiri. Mtaani hapa Uswahilini watu wengine kuona wewe tajiri, boss, sio hivi. Na wewe unaona hali yako ni lofa, kumbe wewe tajiri kwa kule. Ushukuru neema hii Mungu, ingine Mungu atakupa. Na watu wengine wanaelewa muhadhara au kalima wa shekhe vibaya. Ingine ni akili yao, elimu yao finya, au ingine wana ugonjwa, lazima achukue maneno yako yeye abadilishe tu. Nakumbuka siku moja Sheikh mmoja akasimama mbele ya watu, msiku kwa Sheikh mmoja anasema, jamani acheni kusengenya watu, haram kusengenya. Akasema ibada, akasema ndugu zanguni, mtahadhariana shetani, shetani mbaya, sifateni njia shetani, shetani anapoteza watu. Kaanza kumsema shetani. Mzee mmoja badui toa shamba kakule, kaambia shekhe, baada muhadhara kuisha, mimi na swali. Una swali gani? Asema shekhe, wewe leo yote unasema kusengenya watu haram, na wewe hapo unamsengenya Iblisi. Na yeye hayupo. Hii sio dhambi? Si mwelewa vizuri? Baadaye watu mecheka, jamaa ameenda, hajaelewa vizuri. Kaenda kalala. Iblisi kamfuata ndoto. Bana nashukuru bana, leo wewe umenitetea. Mimi nataka nikushukuru leo. Pana mgongo wangu, nataka nikupitie dunia yote uone. Ndani ya ndoto. Jamaa mzee kapana mgongo wa Iblisi shetani. Kamzungusha, hapa niitwa Amerika, hapa niitwa Makka, hapa niitwa dunia yote katika usingizi jamani. Baadaye mzee yuko angani, amesikia haja ndogo, nataka kuachia. Mbona mimi nasikia haja ndogo? Asa hamna shida, wewe achia juu yangu, hamna shida. Wewe sio mtu wangu. Jamaa kaachia. Mzee anashtuka, kaachia ndani ya godoro. Inna lillahi. Sasa kumtetea Iblisi ilikuwa nini? Kamdhalilisha. Na yeye alikuwa anamtetea. Sasa watu wengine asifahamu hivi, kutafuta riziki, kutafuta hatukatae. Tafuta kwa njia uwezo wako, lakini Allah Subhanahu
amekupa kitu ule, usidharau ile kitu. Hii kwa madhumuni ya khutba yangu leo, ndugu zanguni Waislamu. Mtume sasa anasema kama dunia ina thamani mbele wa Allah kadri ya janaha ishama, bawa ya umbu, Allah hawezi kuacha duniani kafiri aishi hata abate maji. Lakini Allah swala dunia kwake ni haina thamani. Dunia shamba ya akhira, hatukatai. Ndugu zangu Waislamu, kama wewe uko sehemu uko juu na sehemu nyingine uko chini, kama wewe fulani uko sehemu fulani chini, sehemu nyingine mkamba juu, Allah amegawa hivi neema yake jalla jalalu. Mtume katika hadithi anasema amefaulu kweli mtu yeyote amesalimisha amri yake kwa Allah na amepata riziki ya kuzuia yeye njaa yake na vile vile ameridhika riziki ya Allah Taala, kitu Allah amemba yeye ameridhika. Huyu mtume anasema amefaulu. Na hadithi nyingine mtume anasema kawaida binadamu, hata hao watajiri muuliza, hakuna mtu ameshiba katika dunia. Ana mabilioni lakini bado anahangaika. Hivyo sio binadamu, hakuna mtu ameshiba katika dunia. Sasa bana mimi nimeshiba, hamna. Maana mtume anasema kama binadamu anayo mali, roho nyingine imekuja dhahabu, wadi sema mbaya ni shimo, sio wadi Kiarabu. Hapa yuko jabali, hapa yuko jabali, katikati hapa sema watu wanapita, sema maji yanapita bondeni. Kama ana bonde kubwa sana mali au dhahabu mbili, anatamani binadamu ni abati ya tatu. Mwelewa Waislamu? Na mtume anasema tumbo binadamu hawezi kujaza ila mchanga tu. Riwaya nyingine macho yake hawezi kujaza ila mchanga. Ni hadithi sahihi kabisa. Zanguni hii ilikuwa madhumuni ya khutba yangu. Binadamu aridhike ile Mungu amekupa subhanahu wa ta'ala, na riziki amegawa Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe. Nitakiwa mtu usiangalie mtu yuko juu yako, Allah amemba baka watu wengine anaangalia nyumba watu, Allah amemba neema, anaangalia baka wengine hii ina itani mate ina unashangaa. Hiyo dunia watu wanaacha tu. Taka ushukuru Mungu, ile Mungu amekupa, umejitahidi, ridhi naye, bate ridha na qanaa. Imana shairi anasema mshikamane na kuridhika, qanaa, kukinai, utakuwa mfalme. Alafu anakuuliza, anakuambia angalia duniani watu wamemiliki mali na manyumba wote, wakati wanakufa wataondoka na nini? Sio sana tu. Kuna mtu anaondoka na yake. Na mtume hadithi nyingine anasema yeyote ameishi nyumba yake usiku hagobi kitu, kaishi na amani. Mambata fi sirbihi aminan muafan fi badani, mwili wake ina afya, anamiliki chakula leo na kesho tu. Tunasema huyu mfalme amemiliki dunia hii. Ndugu zangu, khutba yangu ilikuwa watu aridhike ile anayo, usiingilie mtu Allah Mungu amempa kwa juu. Kama unaona Mungu watu wengine wanamwambia Allahumma zidhum wa'tini, Mungu mzidishe na mimi nipe. Leo kitu sisi watu wengi wanashtakia na maradhi mengi leo ni jicho. Maradhi mengi leo kansa na saratani ni husda na jicho. Watu wengi leo wanaumwa kwa ile jicho. Na mtume anasema al-ainu haq, jicho nini haki. لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. كما يكون كيتو يتتنقلية قدر يا الله إن تنقلية عين. حديثنا سيما أكثر ما يموت من أمتي طبعا بعد قضاء الله وقدره بالعين. أسلميها 50 متوما سيما أمتوان وتقول فكتك جيشتو حسدا لو سيستو نوانك وحسدا. واتو وين لو ونميت وي جنبازي نوو واتو كنبا وسيستو كاني لكن جنبازي aina nyingine. Ushajua wewe Mungu amekupa jicho ya kuumiza watu, usiona khairi, sema mashaallah tabarakallah, Allah mbarik lahum, Mungu mzidishe baraka na mimi nipe. Nani anagawa khairi? Sio Mungu.
Kwa nini unamuumiza ndugu yako? Wengi watoto leo wanasoma shule wanaleta wanafeli hivi. Kwa hiyo watu wanaangalia kwa jicho mbaya. Imana Mungu anasema wa min sharri hasidin idha hasad. Mbona vizuri mzungu ni? Muona mtu imama anasalisha vizuri. Mungu amzidishie tabarakallah. Unampiga imamu singine sauti yake inakatika. Wala wewe unafurahi. Kama unafanya maksudi, wewe hasid, wewe dhalim, wewe jambazi. Na utakuta kule mbele ya Allah kitu unafanya. Utakusubiri adhabu kali kule. Waislamu umeona? Lakini watu wengine yuko anapiga anamsibisha au anamdhuru mtu kwa jicho, sio kwa roho mbaya, kushtuka tu kupenda. Lakini kila mara tanguliza tabarakallah. Mungu barikishe. Umeingia nyumba yako, watoto wamerekebisha vizuri, ulikuwa hujitegemea. Watoto wamekufanyia surprise. Unapiga wote. Inaanguka yote hii. Sema mashaallah, mali yako mashaallah. Mali ya watu wengine sema tabarakallah. Maana Mungu anasema walaula idkhalta jannataka qulta mashaallah la quwwata illa billah. Lakini jicho, chawi, shetani wote hawezi kumsibu mtu isipokuwa idhni ya Allah subhanahu. Lakini mtu achukue kinga, tahadhari, asome adhkari, amtegemee Allah subhanahu. Allah ni mkubwa kuliko chochote duniani. Wajazakumullahu khaira.